أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Tunaendelea na ile kisa ya mtume Ibrahim alayhi salam. Tumefika mahali mtume Ibrahim alayhi salam na watu wake walikuwa na mazungumzo. Na ile mazungumzo mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa ameshinda. Sasa watu wake wakaona ni heri wamchome mtume Ibrahim alayhi salam. Wakafanya katika ile parliament yao, wakafanya meeting. Wakasema ya kwamba sasa lazima tumchome huyu kijana ambaye anaitwa Ibrahim alayhi salam. Wakasema nini? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wakasema tumchomeni huyu na tuinusuru Mungu yetu ikiwa sisi tutaifanya jambo. Sasa wakasema tumchome mtume Ibrahim. Kuchoma ndio ile jambo ambaye ni amusha kabisa binadamu kusikia uchungu. Wakasema let him be an example. Mtume Ibrahim alayhi salam tumchome katika moto. Wakafanya nini? Wakaichimba shimo kubwa kabisa. Wakasema nini? Qalu bunu lahu bunyanan faalquhu fil jahim. Wakasema tuijenge mjengo, tuichimbe shimo kubwa, tuiweke kuni ya kila aina. Walikuwa na ilete hiyo kuni kwa miezi mitatu. Watu wengine walikuwa wanachukua nadhiri ya kwamba wakipona katika ile ugonjwa ambaye wako naye wataenda wakalete kuni kumchoma mtume Ibrahim alayhi salam. Wakaitengeneza kuni mingi kabisa kwa mwezi mitatu, mpaka inasemekana ile moto imechomwa, ile ndege ambaye inapita juu yake wanayanguka ndani ya moto. Sasa wakampangia njama, wakaita watu wote wa kijiji katika Babil, wakasema kujeni mumuone venye ule mtu ambaye amevunja miungu yenu venye tutamchoma leo. Allahu akbar. Wote wakakuja pale, watu wamejaa. Ibrahim alayhi salam kijana ambaye bado ni barubaru akaletwa, akafungwa mkono na mguu na kila mali. Wakasema sasa tuifanye haji. Kuna jamaa moja ambaye alikuwa anaitwa Hizan, akasema mimi nitaitengeneza kitu ambaye inaitwa teo, ama kwa Kiarabu inaitwa manjanik, ama kwa Kizungu inaitwa catapult. Kwa sababu katika hiyo moto karibu yake huwezi enda. Wanaitaka kitu ambaye ya kutumia kumtupa Ibrahim ndani ile moto. Katika ile hali ya mshike, Jibril alayhi salam akamkujia Ibrahim, akamwambia ewe Ibrahim, alaka haja? Ewe Ibrahim, kuna shida gani? Nikufanyie nini? Ibrahim akamwambia amma minka fala. Kama ni wewe ambaye utanisaidia, mimi sitaki. Mimi naongoja kutoka nani? Kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Ule malaika wa mvua anayongojea amri ya Mwenyezi Mungu, amejitayarisha, anasema niko tayari kumwaga maji katika hii ardhi. Kila mnyama katika hii duniani anajaribu kuzima hiyo moto, isipokuwa mnyama moja ambaye anaitwa mjuzi, lizard ama gecko kwa Kizungu. Huyo peke yake ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ile mali yote utamkuta muwenu huyo, kwa sababu peke yake ndio alikuwa anazidisha ile moto ya Mtume Ibrahim. Lakini wanyama wengine wote wanajaribu kuzima ile moto wa Mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam ameletwa pale, amewekwa juu ile catapult, ile teo kwa Kiswahili, wanataka wamtupe ndani ile moto. Lakini Mtume Ibrahim alayhi salam alisoma dua moja peke yake. Alisema nini? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndio ananitosha.
na yeye peke yake ndio wa kutegemewa. Allahu akbar. Kila wakati saile umedhulumiwa, saile uko na shida, soma hiyo dua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ndio Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema ndani ya Bukhari ya kwamba qalaha Ibrahim hina uqiya fi an-nar. Ibrahim alayhi salam alisema hiyo dua hasbunallah wa ni'mal wakil wakati ile alikuwa anataka kutupwa ndani ile moto. Waqalaha Muhammadun, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisema hina saile watu wale wanafikin walimwambia alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saile wale wanafiki walimkujia wakaambia ogopa hii watu, kwa sababu waumini wale masahaba walikuwa wamemalizwa katika ile ghazwatul Uhud, ile vita ya Uhud. Waislamu walikuwa wamemalizwa 70 ashaba ya muslimin, ashaba waliuawa katika ile vita ya Uhud. Sasa wale wanafiki wanakuja kuwastua wale waislamu ambao wadogo wamebaki, wanaanza kusema waogopeni wale washirikina, wale Quraysh wanaanza kujiokota tena, wanakuja kuwavamia ndani ya Madina, wanakuja kuwamaliza watu wenu wote, waogopeni, wanakuja na shida. Lakini ikakuwa nini? Hiyo ikawazidishia ile imani yao. Allahu akbar. Wakasema nini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndio anatutosha, na yeye peke yake ndio tunamtegemea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema tujipange hata kama tumeumia. Mtume Muhammad damu inamwagika, alikuwa ameumia katika hiyo vita ya Uhud, meno ilikuwa imemtoka, kichwa alikuwa amegongwa, lakini walikuwa na nguvu na walikuwa na imani. Wakasema tuendeni tuwakute ile mali wako wanajiokota naye, na tuende tupigane na hao wale washirikina, wale Quraysh. Kusikia Mtume Muhammad na jeshi yake wanawakujia, Abu Sufyan akasema kila mtu achukue ile kitu wako naye akimbie, kuna shida kubwa sana inakuja. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu alisema tuliwarudisha kwa neema zetu na fadhila zetu. Allahu lam yamsasum su, na hakuna ubaya yoyote ambaye iliwaguza, hakuna shida yoyote ambaye iliwaguza kina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. Hapo ndio Mtume alisema hasbunallah wa ni'mal wakil. Mtume Ibrahim alayhi salam akiwa katika juu ya hewa kusema hasbunallah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu akamtengenezea ngazi ya kushuka ndani ile moto. Ile ngazi inakuja anashuka ndani ile moto, Mwenyezi Mungu akaamrisha ile moto, kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akilitaka jambo anasema tu kuwa na kikawa mara hiyo. Mwenyezi Mungu anasema tu kitu iwe na saa hiyo inakuwa. Mwenyezi Mungu akaamrisha ile moto, akasema nini? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi na salama juu ya Ibrahim. Allahu akbar. Abu angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema kama Mwenyezi Mungu angesema tu kuwa baridi peke yake hiyo moto na isikuwa na salama, Ibrahim ile baridi ambaye angepata hapo ndani ile moto ingeweza kumdhuru. Lakini Mwenyezi Mungu alisema kuwa baridi na salamu juu ya nani? Mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam akiingia katika ile moto ilifanya tu jambo moja peke yake, ilikata ile kamba ambayo Mtume Ibrahim alikuwa amefungwa naye. Mara moja Ibrahim akakuwa free, akakaa katika ndani ile moto, raha mustarehe. Ile moto ikawa ni baridi, ikawa ni salama. Inasemekana ya kwamba Mtume Ibrahim alayhi salam baadaye anakuja kuulizwa ni time gani ambayo ulikuwa na raha. Anasema wakati ile nilikuwa ndani ya moto, nilikuwa na raha mustarehe, nilikuwa nasikia raha ambayo maisha yangu sijawahi sikia. Allahu akbar.
Sasa Mtume Ibrahim alayhi salam, hiyo moto ilikuwa ni kubwa kabisa, haingeweza kuzimika kwa siku moja ama mbili. Hiyo moto ilizimika kwa siku 40. Allahu akbar. Mtume Ibrahim ako ndani ile moto, wala watu wake wanatazama kutoka mbali, wanasema Mtume Ibrahim kashakusha, mfupa yake hata iwezi patikana, Mtume Ibrahim ameisha. Lakini baada ile siku 40 ile moto kuzimika, waliona mastajabu. Kuenda pale kuangalia ndani ile moto, wanakuta mtu ambaye anakalia kiti na hakuna kitu yote ambaye imemfikia. Allahu akbar. Watasema nini? Watasema ni magic. Watasema mtu sijui ametumia urogi, sijui amefanya nini. Lakini nani amemsaidia? Wanajua wallahi ile kitu ambayo walikuwa naabudu, ile mamiungu, ile masanamu ambayo walikuwa naabudu, wallahi haikumsaidia. Nani alimsaidia? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mtume Ibrahim alayhi salam akatoka ndani ile moto, akakuwa the heat of the town. Kila mtu anamtaja, watu wote wanaanza kutaja jina Mtume Ibrahim alayhi salam. Sasa kuna mfalme akamsikia ya kwamba kuna kijana aliwekwa ndani ya moto siku 40 na hakuwa kitu yoyote. Allahu akbar. Ile mfalme kusikia ile maneno, kwa sababu Mtume Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, alikuwa ile mtoto mbora kabisa baada ya Mtume Nuh alayhi salam. Mtume Nuh watoto yake inasemekana ile mtoto alikuwa mbora kabisa, ilikuwa ni Mtume Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, hakika katika ile kundi ya Mtume Nuh alayhi salam, Ibrahim ndio alikuwa hapo. Alikuwa nani Ibrahim? Idh jaa rabbahu biqalbin salim, alikuwa amemjia ama amemkujia Mwenyezi Mungu wake kwa kalbi, kwa moyo ambaye ni safi kabisa, kwa moyo ambaye mkunjufu, kwa moyo ambaye iko na imani ya hali ya juu. Allahu akbar. Ndio Mtume Ibrahim kutoka ndani ile moto alisema nini? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah nijalie wale ambaye watu watakuja baada yangu wanitaje kwa wema. Allahu akbar. Waj'alni min warathati jannati naim, ya Allah unijalie nirithi katika ile neema zako za peponi. Allahu akbar. Waghfir li abi innahu kana min ad-dhalin, ya Allah msamee baba yangu, alikuwa katika ile ambayo watu ambaye wamepotea. Ya Allah msamee baba yangu ya Allah. Wala tukhzini yawma yub'athun, ya Allah usinihizi katika siku ambayo watakapofufuliwa watu. Ya Allah, do not disgrace me at the day of judgment. Ya Allah, yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambaye hayatawafaa kitu mali yao ama wana yao. Allahu akbar. Illa man ata Allah biqalbin salim, illa ambaye yule ambaye atamujia Mola wake mlezi kwa moyo ambaye ni safi kabisa, kwa moyo ambaye ni mzima. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atufanye moja wao wale ambao watamjia Mola wao kwa moyo ambaye ni safi kabisa. Amin. Mandugu zangu Waislamu, Mtume Ibrahim alayhi salam akawa the heat of the town. Ule king ambaye alikuwa anaitwa at that time alikuwa anaitwa Namrud ibn Kanaan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika duniani walikuja wafalme 4. Mfalme mmoja, wawili walikuwa ni Waislamu, wawili walikuwa ni makafiri. Wale Waislamu ambaye walikuwa wamerule east and west, wa kwanza alikuwa anaitwa Dhulqarnain. Wayasalunaka an Dhulqarnain, salamtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watakuuliza about Dhulqarnain. Huyo ndio alikuwa amerule east and west. Na wa pili alikuwa Mtume Suleiman alayhi salam. Na wale ambao ni makafiri, mmoja wao alikuwa anaitwa Namrud ibn Kanaan, na wa pili alikuwa anaitwa Bukhtu Nasr. Sasa wakati ya Ibrahim alayhi salam, Namrud ndo alikuwa ni mfalme wa aina yake, alikuwa anajiona yeye ndio Mungu. Sasa anashangaa, anasema kuna mtu ambaye akona Mungu. Akasema sasa muiteni, akatuma jeshi yake katika city yake ambayo inaitwa Ur at that time, wakampeleka mpaka katika ile capital city ya hiyo Namrud ibn Kanaan alikuwa.
wakampeleka mpaka mbele ile mfalme. Akamwambia, Ibrahim, kwani hujui mimi ndo Mungu? Kwani Mungu yako ni nini anafanya zaidi yangu? Sasa wanaanza kuhojiana na Mtume Ibrahim alayhi salam. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu anameleza ndani ya Qur'an, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, je, hukumuona yule ambaye alikuwa anahojiana na Mtume Ibrahim alayhi salam kuhusiana na Mola wake mlezi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alimpa tu ufalme, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimfanya mfalme, akaanza kubishana na Mtume Ibrahim alayhi salam. Je, kama hangekuwa mfalme hangebishana na Mtume Ibrahim, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimpatia ufalme peke yake. Akamwambia, ni nini Mola wako mlezi anaweza fanya? Mtume Ibrahim akasema, Mola wangu mlezi, sikia sifa zake, moja yake venye anafanyanga, idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim alayhi salam akasema, Mola wangu mlezi, Mola wangu mlezi huhisha na hufisha. Mwenyezi Mungu yangu ndio kila siku unakuta watoto wanazaliwa wanakuwa hai, yeye ndio anafanya. Na unakuta kuna kila siku watu ambao wanakufa, nani anakufisha watu? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ule mjinga, ule king akasema ya kwamba qala ana uhyi wa umit, akasema hata mimi naweza huisha na naweza kufisha. Akamwambia, haya nionyeshe. Akaambia wale wa jeshi yake, akaambia, endeni toeni watu wawili ndani ya jela, watu wawili ambao walihukumiwa kifo. Akawalete. Akaambia, hao wawili walihukumiwa kifo. Huyu nimemsamea, nimempatia uhai. Huyu malizeni hapa, mkateni kichwa. Ule mwingine akakata kichwa. Sasa Abu, angalia akili yake inamuonesha ni hivyo, ndio muonesha Mtume Ibrahim. Mtume Ibrahim hakuwa na time ya kubishana na mjinga. Hakuwa na time ya kubishana ambaye ni mtu ambaye ni kiburi na akona ujeuri ya hali ya juu. Lakini alimwambia nini? Qala Ibrahimu fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Allahu akbar. Akamwambia Ibrahim, sawa umefanya sawa, siwezi bishana na wewe, lakini Mola wangu mlezi ulichomeza jua kutoka upande wa mashariki. Sasa mimi nataka wewe ulichomeze jua kutoka upande wa magharibi, from the west. Nani anaweza chomeza jua kutoka west? Hakuna. Fabuhita alladhi kafar. Ule sasa yule mfalme ambaye alikuwa anaitwa Namrud bin Kanaan akafadhihika mbele ya watu, kwa sababu alikuwa ameita watu mbele yake wakuja wamsikize Mtume Ibrahim alayhi salam. Akafadhihika, akashinda kumjibu huyo kijana. Allahu. Mtume Ibrahim alayhi salam akashinda, wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema hawaongoi wale ambao ni qawma ambao ni madhalimu, kwa sababu huyu alikuwa ni dhalimu kabisa mkubwa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna shirka la dhulmun adhim. Huyu jamaa alikuwa anafanya shirk. Shirk ni ile dhulmu ambayo ni kubwa kabisa, ni kufanya shirk. Yeye alikuwa anajiita yeye ndo Mungu. Ibrahim alayhi salam akaambia, Mwenyezi Mungu wangu ndo anakutosha, utakuja kujua Mwenyezi Mungu wangu ni nani. Akasema, mimi niko tayari kupigana na Mungu wa Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam akaambia, utakutana naye kama unataka. Sasa akapanga jeshi yake, akasema, mimi niko tayari kupigana na Mungu wa Ibrahim alayhi salam. Je, Mwenyezi Mungu alimletea nini? Je, Mwenyezi Mungu alimletea jeshi gani? Namrud ibn Kanaan alikuwa 400 years, alikuwa ni mfalme 400 years. Si mambo ati mwaka 5 au miaka 10. 400 years alikuwa ni mfalme. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake ndo anajua jeshi yake. Wallahu ya'lamu junuda rabbik. Mwenyezi Mungu peke yake anajua jeshi yake nani. Mungu alimletea nini? Mungu alimletea mbu peke yake. Ile jeshi walikuwa wanangoja jeshi nyingine kukutana na wao, wakakuta ni mbu inakuja. Ile mbu ikakula hao, ikakula mpaka nyama zao, ikakula mpaka kisu yao, ikawamaliza kabisa. Namrud akatoroka na jeshi yake wawili watatu, wakakimbia mpaka katika ile kasri yake. Akajifungia kila mahali, akafunga kila mahali. Kuna mbu moja peke yake ikaingia ndani. Yeye alifunga kila mahali akijua hakuna kitu yote iliingia ndani.
Ile mbu moja imeingia hivi ndani, ikaenda ikamwingia katika masikio, ikaenda ikakaa katika ubongo. Sasa inaanza kupiga ile sauti yake, ile muziki yake ndani, jamaa sikii mzuri. Anasema leteni viatu, nigongeni naye kwa kichwa. Anachukuliwa viatu, anagongwa naye kwa kichwa, ndio inaanza kunyamaza kidogo. Tena anakaa kidogo, inaanza kupiga ile sauti yake. Tena viatu inachukuliwa, anagongwa naye vizuri, anapigwa naye. Hiyo sasa ndo adhabu ya kuhizi. Adhabu disgrace, adhabu ya mwisho ni adhabu kama hiyo. Akagongwa naye vizuri. Mara mwisho akasema hiyo haitoshi, abu chukueni kitu moja mzuri kama chuma, gongeni na mimi na nguvu, ndio hiyo kitu toka kwa kichwa yangu. Mara ya mwisho, baada ya muda ya kuteseka, anagonga ukuta, anagonga ile ukuta nyingine, anagonga mbele. Baada ya muda ya kuteseka, ndio nini happen? Akasema sasa yule gadi yake akamwambia kuja ngonge na kitu mzito, ndio kitu mara moja iwache inyamaze. Kwa sababu naona hivi viatu inanyamaza kwa muda, tena inaanza nini? Inaanza tena kufanya ile muziki yake. Akasema pigeni na nguvu. Wakaigonga sasa na ile chuma. Mara moja Namrud akaanguka chini akafa. Allahu Akbar. Huyo ndio alikuwa anajifanya ni mfalme, huyo ndio alikuwa anajifanya ni Mungu. Mtume Ibrahim alayhi salam, tukimalizia, Mtume Ibrahim alayhi salam akaambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, nataka unionyeshe kitu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, mimi nataka unionyeshe venye unafufua wafu, venye unafufua wafu, venye mtu ambaye amekufa atafufuliwa. Ya Allah, nataka unionyeshe. Qala awalam tu'min, je, Ibrahim hauamini ya kwamba kuna kufufuliwa? Je, uamini? Ibrahim alayhi salam akisema hasha ya Allah, ya Allah naamini, ya Allah niko na yaqeen, lakini niko na ilmu yaqeen. Ya Allah, nataka niko na ainu yaqeen, nataka nijionee mimi mwenyewe. Ya Allah, nataka unionyeshe. Qala bala walakin liyadma'inna qalbi, ya Allah hasha, naamini wewe ile kitu unasema ni ukweli, lakini nataka roho yangu itulie, ili moyo wangu itulie. Nataka nijionee ya Allah, nataka ainu yaqini ya Allah nijionee. Mwenyezi Mungu akamwambia nini? Qala faqud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk, chukua sasa ndege wanne, jizoeshe, waweke kwako. Hawa ndege wakujue, ndege wanne wakujue na ujue vizuri, jizoeshe vizuri na ukae na hao kwa muda. Sasa Ibrahim akafanya hivyo, akaenda akachukua ndege wanne, akawalisha, wakamjua, akaanza kujuana na hao, wakakaa naye. Sasa Mwenyezi Mungu akamwambia nini? Wachinje watu wanne, chukua vichwa vyao. Sasa ile mwili yao ingine changanya, chinja hao na ujichanganye nyama yao. Kila mmoja wao chukua nyama yake, uchanganye na uchanganye, uweke mali moja, uchanganye, umix vizuri. Thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Sasa katika mlima, sasa enda katika mlima nne, weka kando kando. Kwa hii weka nyama kiasi, kwa sababu ile nyama yote ya ndege wanne wote alichanganya. Sasa anaambiwa chukua nusu, weka juu ya mlima, chukua nusu nyingine, weka juu ya mlima, chukua nusu nyingine, weka juu ya mlima nyingine, chukua nusu, weka juu ya mlima nyingine. Ile nyama yote akafanya hivyo, akaweka katika ile mlima nne yote. Allahu Akbar. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu akasema sasa waite wale ambaye wanawekanga mandege, wanajua kuna mandege hao wanawatolea majina, unaweza waita na wakuja kwako mbio. Sasa akaambiwa Ibrahim alayhi salam, waite wale mandege wakuja kwako. Sasa wote wamechanganywa manyama yao, ndio huko yeye akona ile vichwa nne tu peke yake kwa mkono yake. Sasa Ibrahim alayhi salam akawaita fulani, kujeni mara moja. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, wakakuja mbio kwa Mtume Ibrahim. Ibrahim anaona ile nyama ilikuwa kando kwa ile mlima mwingine, inakimbia kwa ile mlima, wanakutana hapa katikati, inashikana. Ile mlima mwingine inakuja nyama inashikana na hii nyingine inakuja. Macho yake imeshangaa, amestaajabu venye kila mnyama anatafuta nyama yake, kila ndege. Ile ndege yote ikakuwa hai, lakini hawana vichwa.
Kila moja yao wakakuja mbio kwa Mtume Ibrahim kuja kutafuta ile kichwa yao. Mtume Ibrahim anajua huyu ni ndege gani, anataka kumweka katika ile kichwa kingine na kataa. Anachukua ile kichwa yake anamvalisha, inakubali, inavaa, inakuwa hai venye ilikuwa mbeleni na inakimbia. Allahu Akbar. Tena anavalisha ile mwingine inakuwa kawaida hai. Mtume Ibrahim alijionea na macho yake venye Mwenyezi Mungu anafufua wafu. Allahu Akbar. Wa'alam anna Allaha azizun hakim, jua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Allahu Akbar. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaokoa Ibrahim alayhi salam. Nimesahau katika ile moto Ibrahim kutoka nje, kuna mtu mmoja peke yake alimwamini, alikuwa anaitwa Lut, Mtume Lut alayhi salam. Mtume Lut alayhi salam, Lut ibn Haran, Mtume Ibrahim alikuwa kama anko yake, ni ndugu yake, ndio alimzaa Mtume Lut alayhi salam. Yeye peke yake ndo aliamini, fa amana lahu Lut. Mwenyezi Mungu anasema Lut peke yake ndio alimwamini Mtume Ibrahim alayhi salam. Akasema nini? Waqala inni muhajirun ila rabbi, mimi niko tayari kufanya hijra. Kwa sababu wa nani? Kwa sababu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu sasa akamchukua Mtume Ibrahim na Lut. Mwenyezi Mungu anasema venye aliwaokoa Mtume Ibrahim na Lut. Mwenyezi Mungu anasema walikuwa wanataka mabaya kwao, walikuwa wanataka waradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mwenyezi Mungu anasema walikuwa wanataka kuwafanyia mabaya, walikuwa wanataka kuwafanyia vitimbi, walikuwa wanataka kufanyia maovu, lakini Mwenyezi Mungu aliwafanya hao wakuwa wenye ambayo kukasarika. Sasa Mwenyezi Mungu akamchukua Lut na Ibrahim, wanajainahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lilalamin. Akamwambia Lut alayhi salam na Ibrahim, tokeni katika Iraq, tokeni katika hii nchi, sasa endeni ambayo ile ardhi ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki kwa sababu hii dunia. Sasa Ibrahim alayhi salam na Lut na bibi ya Mtume Ibrahim alayhi salam Sara wakaanza kuelekea upande wa Sham, upande wa ile ardhi ambayo Mwenyezi Mungu amebariki, upande wa Jerusalem. Inshallah tutaendelea kesho na hii kisa yetu. Tunasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta. Bismillahir rahmanir rahim.